Leo bwana, nataka tuongee kidogo kuhusu vita kubwa inayonukia kati ya Israel ambao ni Marekani na Irani. Yaani huko kuna vita kali sana inakuja. Lakini shida ni kwamba Marekani hawawezi kujichanganya mbele ya Irani kiwepesi kutokana na namna Irani walivyojipanga. Kwa muda nimeona kumekuwa na minong'ono mingi sana kwamba Marekani amekuwa akituma vitisho vya moja kwa moja kwenda nchini Iran, ambapo rais wa Marekani bwana Donald Trump ilifikia hatua akamwagiza rais wa Iran pamoja na Ayatollah Khamenei kwamba wanatakiwa kuhakikisha wanaacha mpango wao wa utengenezaji wa silaha za nyuklia, vinginevyo atawatandika vibaya mno. Sasa tangu Trump aingie madarakani, pamoja na hizo kauli zake tata kuhusu Irani, huku akitangaza kwamba anataka kuipiga Irani tena kwa silaha za nyuklia, lakini sasa Irani na wenyewe hawajakaa kinyonge. Wamekuwa wakijibu Marekani kwamba watapata kipigo ambacho hawajawahi kukipata. Mvutano mkubwa unapambwa na kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Irani anayefahamika kama Abbas Araghchi, ambaye ameonya kwamba nchi yake itajibu haraka kwa shambulio lolote, huku akikosoa Umoja wa Ulaya kushindwa kupinga matamshi ya uchochezi ya maafisa wa Marekani ikiwemo bwana Donald Trump. Mvutano kati ya Marekani na Irani unazidi kuongezeka bila dalili zozote za mazungumzo ya amani kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Irani ikiwa hawatafikia makubaliano, hali inayoongeza hatari ya mapigano ya moja kwa moja katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambalo kwa hivi sasa tunapozungumza ni tete. Araghchi pia ameeleza matamshi ya vitisho kutoka kwa maafisa wa Marekani dhidi ya Irani kama matamshi yasiyokubalika na yanayokiuka msingi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, akisema kwamba yanatatiza zaidi hali ilivyo hivi sasa. Rais wa Marekani ametekeleza sera ya shinikizo la juu kabisa inayolenga kuzuia matarajio ya nyuklia ya Irani, lakini Iran imekataa kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja na utawala wa Trump. Chini ya shinikizo hilo, Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani pamoja na kuwalinda raia wa Irani peke yake. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kwamba katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi anayefahamika kama Caspar Wellingkamp, waziri wa Iran alikosoa Umoja wa Ulaya kwa kushindwa kupinga matamshi ya uchochezi ya maafisa wa Marekani ambayo bila shaka yanatishia amani na usalama wa kimataifa. Sasa hapa ndo kuna kiini cha mgogoro ambacho kimsingi nataka tujadili na niwape uelewa kuhusu jambo hili. Picha linaanza, kuna matukio makubwa ambayo yamenifanya nije hapa kwenye jukwaa letu tujadili. Marekani imekusanya silaha nyingi sana za kivita zikiwemo za nyuklia ambazo ameziweka kwenye kambi zake za kijeshi Mashariki ya Kati. Kitendo kilichofanywa na Marekani kinatupa tafsiri kwamba kuna vita kali inakuja huko Mashariki ya Kati na watu wanatakiwa kujipanga. Na hapa Marekani, kama ilivyo ada yake kuwa akiona kuna sehemu kaleta fujo ila kaboronga, huwa anatafuta sehemu ya kujifia. Marekani alijaribu kuitafuta Urusi, akagundua kwamba amevamia mtumbi wa vibwengo. Sasa ametafuta sehemu ya kufia. Wakati Marekani anakusanya hizo silaha, naye Irani hajakaa kinyonge. Aliamua kuonesha ulimwengu mahandaki ya silaha mbalimbali zilizopo katika taifa hilo, na yeye alisema ameweka kitu kinaitwa Underground Missile City, yani jiji la silaha za kivita lililopo ardhini, kiasi kwamba wamejiandaa tangu zamani kabla Marekani hawajaanza hiyo mikwara yao. Tuanzie na Marekani. Marekani kapeleka silaha aina ya B-2 Stealth Spirit bomba Mashariki ya Kati kwa ajili ya kupambana na Irani, na wamepeleka hizo B-2 Stealth Spirit bomba 7 ambazo zimepelekwa katika kisiwa kinafahamika kama Diego Garcia, ambapo hiyo ni kambi ya kijeshi ambayo inamilikiwa na Uingereza, lakini Marekani ana ushirikiano nao. Na ndugu zangu, hapa muelewe kwamba Marekani ana hizo B-2 bomba 20. Kwa hiyo mpaka sasa zimebaki hizo 13 katika akiba aliyokuwa nayo. Sababu za Marekani kupeleka hizo ndege katika kisiwa hicho ni kutokana na ukaribu uliopo kati ya kisiwa hicho na Yemen pamoja na Irani, ambapo kitazama umbali kutoka katika kisiwa cha Diego Garcia ina umbali wa takribani kilomita 3500. Hiyo ni kufikia Yemen, ambapo hapo kuna maadui wa Marekani ambao ni lile kundi la Wahouthi, ambapo tumeona Marekani ameanza kupambana nalo
tangu bwana Donald Trump aingie madarakani. Lakini pia Marekani kaweka hizo silaha hapo Diego, ambapo ukitazama kutoka hapo Diego Garcia mpaka Irani ni kama kilomita 4,000 tu, kumaanisha kwamba Marekani anafanya maandalizi ya kuishambulia Yemen pamoja na Irani kupitia kisiwa hicho ambacho kipo ndani ya bahari ya Hindi. Kwa hiyo bahari hiyo itatumika katika mapigano ya mataifa hayo. Kama nilivyosema, Marekani na hizo ndege 20 za kivita aina ya B-2 Spirit Stealth Bomber, ambapo pia Marekani imepeleka ndege nyingine za kivita, yani military cargo 3 ambazo zilikuwa zimejaa silaha za aina mbalimbali, makombora pamoja na mabomu na silaha nyingine za kivita ambazo zinatakiwa kutumika huko Irani pamoja na Yemen. Halafu wakati ndege hizo za kivita ambazo zimebeba silaha mbalimbali, makombora, mabomu pamoja na hizo B-2 Spirit Stealth Bomber, wakati zinakwenda huko, zilikuwa zimeongozana na ndege nyingine za kivita 10 ambazo hizi ni za kujaza mafuta juu kwa juu. Yani ndege hata ikiishiwa mafuta juu ya anga, hizo ndege 10 za kujaza mafuta zinazofahamika kama aerial refueling tank, yani hizi ni ndege ambazo zinabeba mafuta. Kwa hiyo zile B-2 Spirit Stealth Bomber hazikaukiwi mafuta, zenyewe ni mwendo wa mashambulizi tu. Yani ni ndege maalum ya usafirishaji ambayo ina vifaa vya kujazia mafuta kama vile Airbus A-330 MRTT ambazo huwa zina uwezo wa kusafiri hadi kwenye eneo maalum la anga lililozuiliwa. Na ikitokea ndege ya kivita imeishiwa mafuta, basi hiyo ndege aina ya aerial refueling tank huwa inaikaribia kwa nyuma inapokuwa umbali wa takriban kama mita 20. Sasa pindi inapofika hiyo ndege karibu na hiyo ndege ya kujazia mafuta takriban mita 20, huwa zinafanyiwa mchakato wa kujazwa mafuta, ambapo naambiwa huwa inachukua takriban dakika 10 tu kujaza mafuta, na wakati zinajaza mafuta bado mission zao za kufanya mashambulizi zinaendelea. Kwa maana ya kuna ile, kama unaona watu wanaendesha magari, unajua kabisa sasa hivi hapa gari yako iko full tank, hapa sasa hivi gari yako inaonekana mafuta yapo nusu, hapa inaanza kukuonesha red. Kwa hiyo kabla hizo ndege za B-2 hazijaishiwa mafuta zinakuwa zinapata hiyo sign, na baada ya hapo wanawasiliana na wale washikaji ambao wanatumia hizo ndege za aerial refueling tank, zinasogea pale na wanakwenda kuzijaza. Na niwaeleze jambo moja, kulingana na aina ya utaratibu wa kujaza mafuta, ndege ya usafirishaji inaweza kuhamisha hadi kilogramu 1590 za mafuta kwa kila dakika moja. Sijui kama mnanielewa. Huku zikiruka kwa kasi ya takribani kilomita 500 kwa saa. Yaani kwa sasa dunia ipo katika vita vya kisasa sana, ambapo ukiishiwa mafuta utakiwi kukimbia, unapewa msaada juu kwa juu, unaliamsha dude vile vile. Mara ya kwanza Marekani ilikuwa na hizi B-2 bomba 21, lakini moja iliharibika katika ajali huko Guam mwaka 2008, ndo zikabaki hizo 20. Na kimsingi ndege hizi zinamilikiwa na jeshi la anga la Marekani ambalo linafahamika kama USAF. B-2 Spirit ni mojawapo ya ndege za kivita zenye gharama kubwa zaidi. Kila moja inagharimu zaidi ya dola za Marekani bilioni 2, ikiwa ni pamoja na gharama za matengenezo. Na ndege hizi zina uwezo wa kubeba silaha za kawaida, silaha za nyuklia, na zina muundo wa stealth ambao unaweza kuepuka kugunduliwa na rada za adui. Kwa watu ambao huwa mnasoma vitu, mtu akikwambia ni stealth, yani inakuwa ni kama unavyoiona nyangumi baharini. Yani yenyewe unaweza usielewe kwamba yuko hai au hayuko hai. Yani inakuwa ni kama kitu fulani hivi invisible. Kama haitoshi, Marekani kupitia kwa waziri wa ulinzi wa Marekani nafahamika kama Peter Asay amesema kwamba wameagiza kutumwa kwa vikosi vya ziada Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kundi la meli za kivita linaloongozwa na USS Carl Vinson pamoja na ndege za kivita. Sijui kama mnaelewa namna ambavyo Marekani anajipanga kwenye eneo hilo. Hatua hii inakuja wakati Washington imeapa kuendelea na mashambulizi yake dhidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, huku mvutano na Teheran ukizidi kuongezeka kuhusu mpango wake wa nyuklia. USS Carl Vinson itawasili katika eneo hilo baada ya kukamilisha mazoezi katika ile Indo-Pacific. Aidha, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ikatangaza kwamba itaongeza muda wa kuwepo wa kundi la meli za kivita linaloongozwa na USS Harry S. Truman katika eneo hilo. Maneno ya msemaji wa Pentagon anafahamika kama Sean Parnell. Aprili 2025,
USS Carl Vinson itaungana na hiyo USS Harry S. Truman Mashariki ya Kati ili kuendelea kuimarisha utulivu wa kikanda, kuzuia uchokozi na kulinda uhuru wa kibiashara katika eneo hilo. Maneno ya msemaji wa Pentagon anayefahamika kama Sean Parnell alisema, namnukuu, ili kuimarisha msimamo wa majini wa CENTCOM, waziri pia ameagiza kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya anga na vifaa vingine vya kijeshi ambavyo vitaimarisha zaidi uwezo wetu wa ulinzi angani. Tangazo hili linakuja wakati vikosi vya Marekani vikiendelea kushambulia hao Wahouthi kama niliyosema nchini Yemen karibu kila uchao katika kampeni ambayo inalenga kukomesha tishio lao kwa meli za kibiashara na za kijeshi katika eneo hilo. Waasi wa Houthi walianza kushambulia meli katika bahari nyekundu ya Ghuba ya Aden baada ya kuanza kwa vita ya Gaza mwaka 2023. Ilikuwa ni mwezi wa 10, wakidai kwamba wanashikamana na Wapalestina. Mashambulizi ya Houthi yamezuia meli kupita katika mfereji wa Suez, njia muhimu ambayo inabeba takribani 12% ya biashara za kimataifa. Na kama mashambulizi ambayo yanaendelea yalilazimisha kampuni nyingi kuchukua njia mbadala ambayo inazunguka kusini mwa Afrika, jambo ambalo linaongeza gharama kubwa ya usafirishaji. Kama haitoshi, Marekani akapeleka hiyo silaha aina ya USS Harry S. Truman ambazo hizi nazo ni noma, ni ndege za kivita hatari sana. Tangu kuwasili kwake, kikosi cha ndege za kubeba meli za USS Harry S. Truman kimefanya misheni kibao za mapigano ambazo zimekuwa na athari kubwa sana, na lengo ni kuunga mkono malengo ya usalama katika ukanda huo. Operesheni hizi zimelenga kudhoofisha uwezo wa Wahouthi na kuzindua mashambulizi ya droni na makombora dhidi ya meli za kibiashara zinazopita katika bahari nyekundu na huo mlango wa bahari wa Bab el Mandeb. Misheni hizi zilichangia moja kwa moja juhudi za kulinda biashara baharini na kuhakikishia washirika wa kikanda kuhusu dhamira ya Marekani. Sasa baada ya Marekani kufanya mazonge yote hayo pembeni mwa Irani, Ayatollah Khamenei naye akataka kuwaonesha kwamba sio mzembe, nao wakaonesha jiji la makombora ambalo liko chini ya ardhi. Mtazamaji, hii video ambayo unaitazama, hili ni jiji la makombora. Silaha za Irani hazijulikani zimewekwa sehemu gani pale Irani, ila wakati wale maafisa wa jeshi la Iran wanapita hapo, walikuwa pia wanapita juu ya bendera za Israel kama ambavyo mnaona wanazikanyaga, ambapo bendera hizo zimechorwa chini ya sakafu huko kwenye mahandaki, kitendo ambacho kilionyesha kwamba Iran wanaonesha dharau kubwa sana kwa Israel. Lakini kuonesha kwamba Iran iko serious na hii biashara, kuna maeneo mengine walikuwa wanapita hao wanajeshi au maafisa walikuwa wanakanyaga bendera za Israel pamoja na Marekani. Hii ikimaanisha kwamba wao wapo tayari kwa yeyote atakayekuja juu na kipua chake mbele yao, hakuna kitu ambacho wanaweza wakakibakisha. Unajua, hapa ndugu zangu, tuelewane jambo moja. Kuna watu wanaifananisha Irani na Iraki kwamba mbona Iraki ilitandikwa na Marekani mpaka ikapotea jumla. Majibu ni kwamba kinachomchanganya Marekani ni kuona maadui zake wote waliopo kwa sasa ni wataalam wa teknolojia. Akienda Urusi hagusi, akienda Irani hagusi, akienda China hagusi, akienda Korea Kaskazini ni balaa. Sasa hiko ndicho kinachomchanganya vibaya mno Marekani. Lakini jambo jingine ni kwamba huyo Irani ambaye Marekani anataka kumtisha, yeye ndiye kiongozi kinara wa kuwa na silaha nyingi zaidi aina ya droni duniani, ambapo akishambuliwa tu na kombora hata moja, Irani anaweza kurusha droni hata 10,000 zikiwa na silaha mbalimbali. Ila hii haimaanishi kwamba Marekani ataogopa, ila inaonesha kwamba watu wasichukulie Irani kinyonge, watu wasichukulie Iran poa. Marekani anapata hasira sana hasa pale anapoiona Iran inataka kutengeneza silaha zaidi za nyuklia, na ndio maana anafanya kila awezalo kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia, maana wanajua kwamba Israel ndio itakuwa mwisho wake hapa ulimwenguni. Donald Trump ameipa miezi 2 Irani kurekebisha mpango wao wa silaha za nyuklia, vinginevyo zitakichapa saa na wakati wowote. Halafu sasa Irani naye akajibu akasema kamwe hatishu na kelele za chura. Kama wanataka kukinukisha wafanye hivyo ili kila mtu aoneshe silaha zake. Na malizia sasa, niwape hii ikae kwenye kumbukumbu zenu, hata siku nyingine mkiwa mnataka kutafuta sasa kumbukumbu nini ambacho kinaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kwamba Teherani haitawahi kutafuta kumiliki silaha za nyuklia, akikumbusha Marekani kwamba wanafanya upuuzi wa kuchagua chaguo la kijeshi kushughulikia Irani. Namnukuu ili nisiongeze neno,
rais wa Marekani anaweza asipende makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015, lakini ana ahadi ya moja kwa moja kutoka kwa Iran ambayo bado ipo na ambayo hata Marekani ikiwa nje ya makubaliano hayo inanufaika nayo. Iran inathibitisha kuwa katika hali yoyote ile haitawahi kutafuta kuendeleza au kupata silaha za nyuklia. Haya maneno ni maneno ambayo aliyazungumza huyo Araghchi. Akaongeza tena, miaka 10 baada ya kutiwa sign kwa ule mkataba wa JCPOA na miaka 7 baada ya Marekani kujiondoa, kwa upande mmoja hakuna hata ushahidi unaoonyesha kwamba Iran imekiuka ahadi hii. Hata mkurugenzi wa kitaifa wa ujasusi wa Marekani, Tulsi Gabbard, amelifanya hili kwa wazi kabisa. Mazungumzo ya kidiplomasia yalifanikiwa hapo awali na bado yanaweza kufanya kazi, lakini inapaswa kuwa wazi kwa wote kuwa hakuna kitu kinachoitwa chaguo la kijeshi, achilia mbali suluhisho la kijeshi. Mifano ya kushindwa kwa maafa katika kanda yetu ambayo imegharimu serikali za awali za Marekani zaidi ya dola trilioni 7 ni ushindi tosha, alizungumza Araghchi. Hii kauli inamaanisha nini? Marekani pamoja na hizi nchi azopo Mashariki ya Kati waliingia mkataba wa hiyo JCPOA, mkataba ambao ulikuwa unalenga kutoendeleza utengenezaji wa silaha za nyuklia, lakini Marekani baadaye alikuja akajiondoa. Alipojiondoa akataka mataifa mengine yaendelee kutekeleza mkataba huo. Sasa Iran wao wanasema Marekani kwa sababu walishajiondoa kwenye huo mkataba, basi wasiingilie hata kidogo mipango ambayo inafanywa na Iran. Na ndio maana Iran wao wanachokisema, wanasema sisi tutahakikisha tunapambana. Unajua Iran hana biashara yote kusema ni biashara kubwa ambayo anaifanya na Marekani na staff. Iran ambacho anakifanya yeye ni kuhakikisha anazuia ule utawala au ule ubabe ambao unataka uwekwe na Israel, kwamba Israel inataka kuwa ndiye mbabe pale Mashariki ya Kati. Sasa Iran kupitia kwa washirika wake anasema jambo hilo haliwezekani. Na hiki ambacho anakifanya Marekani pale kwa Iran sio kwamba Marekani anapenda, hapana. Ila Marekani anafanya kwa sababu analazimishwa na Israel, na sababu za kulazimishwa na Israel ni kwa sababu Marekani ameweka military base nyingi sana katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa kwenye eneo la kule Israel. Kwa hiyo kushambuliwa kwa Israel ni kushambuliwa kwa Marekani, na kushambuliwa kwa Israel ni kifo cha utawala wa Marekani kwa mgongo wa Israel katika huo ukanda wa Mashariki ya Kati. Nitaendelea kufuatilia kwa kina zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran pamoja na Israel na hiyo Marekani, ili watu tusiwe tunachanganyikiwa tunaposikia Marekani anamtishia Iran tukamuona kama Iran ni taifa ambalo ni la kinyonge. Hapana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.